Naam, asalamu alaykum mtazamaji, hujambo mahali popote pale ulipo asubuhi hii ya leo. Sijui uko upande gani kwenye ramani ya Kenya. Hapa jijini Nairobi ni kijibaridi tu cha asubuhi. Lakini tuna imani kwamba baadaye kajua katachomoza. Shukran za dhati kwa kuamka nasi. Hii ni Kuzacha. Niruhusu nikujuze mawili matatu kwenye taarifa zetu. Alafu nitakuwa ni mwenye kupisha usukani mzima kwa wenzangu wana Kuzacha. Langu jina ni Kamchimenza. Moja kwa moja ni kwamba mama mmoja anawasihi watumiaji wa mitandao ya kijamii kuacha kusambaza picha za mwanawe aliyefariki akiteswa na watu wanaodaiwa kuwa wafuasi wa genge nchini Haiti. Jacinta Wanjiku Kabiru, mamake afisa wa polisi wa Kenya aliyeuawa Benedict Kabiru, anasema familia yake inafadhaishwa na kifo cha mtoto wao aliyekuwa katika kikosi cha Kenya kilichopelekwa nchini Haiti. Tunakuonya kwamba sehemu za taarifa ifuatayo zinaweza kuzua kiwewe. Kijana mdogo, mimi ni single mother. He is the only hope for my family. Jacinta Wanjiku Kabiru anaomboleza mwanawe. Anajaribu kukubaliana na ukweli kwamba afisa Benedict Kabiru sio tu kwamba amefariki, lakini picha yake imesambazwa sana kwenye mtandao. Sasa mimi naomba wenye wanatumia mitandao, tafadhali waache kueneza venye Kabiru amekufa, Kabiru ako hai na Kabiru ataishi na Kabiru ataendelea. Anasema mazungumzo ya mwisho aliyokuwa nayo na mwanawe alikuwa na furaha kuhusu kutumwa kwake nchini Haiti. Benedict alikuwa karibu kumaliza muda wake wa kuhudumu huko. Jacinta alikuwa amepanga kuongea na mwanawe siku ya Jumatano alipopokea picha za kusikitisha za mwili wa mwanawe ukipigwa makofi na watu wanaoaminika kuwa wanachama wa genge hatari nchini Haiti. Aliarifiwa na serikali kwamba Benedict na kundi lake walivamiwa na genge hilo wakati wa operesheni na alitoweka, lakini mipango ya uokoaji ilikuwa inaendelea. Wanjiku sasa anataka maafisa wa polisi kuipa familia ripoti ya wazi kuhusu hali yake na kile kilichojiri. Wote walikuja jana asubuhi kuleta ripoti Kabiru amepotea. Lakini hawajaleta ripoti Kabiru amekufa. Kabiru amepotea, they were ambushed, akapotea, wakati walirudi yeye ndiye ajarudi. Obiragu ene operation ile kitu wamepata. Let them tell us. Mkewe Benedict, Maria Mwatima, anasema alizungumza naye mara ya mwisho siku ya Jumanne. Ndio bibi ya Kabiru. Tumekaa naye miaka sasa ni 10. Tumeoana since 2016. Tukiongea tu story ya nyumbani, ile tu ya nyumbani kuniambia ako poa nini. Hatukuwa na story nyingi. Ya kuniambia tu ako poa, kazi anaendelea vizuri. Kabiru ambaye anatoka kijiji cha Thamanda, wadi ya Sigona, eneo bunge la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, alikuwa mmoja wa maafisa wanaofanya kazi pamoja na vikosi vya Haiti kurejesha amani. Kifo chake kinajiri mwezi mmoja tu baada ya afisa mwingine wa polisi wa Kenya, Samuel Tompoi, kuuawa wakati wa operesheni ya kupambana na genge katika eneo la Abonite tarehe 23 mwezi Februari mwaka huu. Na uchungu wa mama huo kwa kumpoteza mwanawe. Kwa hivyo ni imani ya kwamba Wakenya wataweza kusikia kilio cha mama huyo. Tukiachana na hayo ni kwamba Rais William Ruto alikutana na viongozi kutoka kaunti za Machakos, Kitui na Makueni katika ikulu ya Nairobi. Rais aliwahimiza viongozi hao wakubali uongozi wa ushirikiano licha ya tofauti za kisiasa. Mkutano huo ulihudhuriwa na mshauri wa masuala ya usalama wa taifa Monica Juma, waziri wa leba Alfred Mutua aliyeteuliwa kuwa katibu wa ustawi wa uchukuzi wa ndege Teresia Mbaika na katibu wa ufugaji Jonathan Mweke miongoni mwa wengine.
Na tukiachana na hayo ni kwamba naibu rais Profesa Kithure Kindiki alikagua miradi ya maendeleo inayoendelea katika kaunti ya Murang'a kabla ya ziara ya Rais William Ruto katika eneo hilo juma lijalo. Akizungumza katika eneo bunge la Mathioya baada ya kukagua soko la Gikoi, naibu rais alisema kuwa ziara hiyo ya rais haitakuwa shughuli ya kisiasa ila juhudi tu kabambe za kutimiza ahadi zake za kabla ya uchaguzi. Everyone desires to live in a good house. Every Kenyan, every human being desires to raise their family in a dignified place. But because housing has been out of reach for many people in the past, this government has made housing a key priority to make sure that as many Kenyans as possible can afford a dignified place to live and to raise their families. Na ile kitu imetuleta hapa sio maneno ya siasa, ni mambo ya maendeleo ya wananchi. Siku ya siasa itafika. Siku ya siasa itafika. Ile ikifika tutafanya mambo ya siasa siku hiyo. But for now, we just want to make sure that the people of Kenya get maximum benefits from the government which they voted for. Si namna hiyo. Na wanandoa wawili ni miongoni mwa wale wanaowania kuwa makamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka mbele ya jopo la uteuzi wa makamishna ulioanza hapo jana asubuhi ama Alhamisi asubuhi. Abduba Molu kutoka Isiolo hata hivyo alisema hataraji kuwa yeye na mkewe watateuliwa kuwa makamishna. Aliyekuwa naibu gavana wa Wajir Abdi Hafid Yaro pia alifika mbele ya jopo la uteuzi linaloongozwa na Nelson Makanda. Jumla ya watu 105 walioorodheshwa watapigwa msasa katika shughuli hiyo itakayokamilika tarehe 25 mwezi ujao. Baada ya kuhitimisha usaili wa nafasi ya mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na mipaka, jopo la uteuzi wa IBC leo lilianza usaili wa wagombeaji wanaotaka kuwa makamishna wa IBC. Usaili wa wagombea 105 walioorodheshwa utakamilika tarehe 25 mwezi ujao. Abduba Molu kutoka kaunti ya Isiolo, ambaye taaluma yake ni ualimu, alikuwa wa kwanza kufika mbele ya jopo hilo linaloongozwa na Nelson Makanda. Cha kushangaza ni kwamba mke wake pia aliorodheshwa kwa kazi hiyo ila bado hajasailiwa. Were you aware that your wife was applying? We both applied because we both felt we can serve Kenya in this role and we have the requisite experiences. Huku akisitiza kwamba wote wawili wamehitimu kwa wadhifa huo, Molu hata hivyo alisema hatarajii wote wawili kuchaguliwa. If she was not related to me, I wouldn't expect that you would still select her and select me at the same time, considering this has to have the face of Kenya. We have Abdi Hakim Adan. Mgombea mwingine Abdi Hakim Abdi, wakili mwenye umri wa miaka 36 kutoka Wajir, alitakiwa kueleza jinsi angebadilisha mtazamo wa vijana wenzake kwa uchaguzi. The voter registration process, the staffing process of the commission itself, inviting them as stakeholder partners in the forums relating to election processes. Aliyekuwa naibu gavana wa Wajir Abdi Hafid Yaro pia alifika mbele ya jopo hilo na kuapa kutanguliza maslahi ya umma. In Islam, one of the main etiquettes is that you should never wrong somebody. The prayer of the person who has been wronged has no veil between it to God. If that person raises his hand to God and says, "Oh God, this person has wronged me, let this happen to you, it will happen to you." Vilevile Abdi Nur Hussein kutoka Mandera na Abraham Langat kutoka kaunti ya Nakuru walipigwa msasa leo. Mbali na hayo ni kwamba kamati ya bunge ya kitaifa ya uwekezaji wa umma kuhusu huduma za kijamii, utawala na kilimo sasa inamtaka mkurugenzi mkuu msimamizi wa shirika la Nyayo Tizons David Chepkoni kushughulikia swala la unyakuzi wa ardhi ya shirika hilo la serikali.
Wabunge hao pia wameelezea kutoridhishwa kwao na juhudi zilizowekwa na usimamizi wa awali wa Nyayo T-Zones kupata hati za umiliki wa mashamba ya shirika hilo yaliyotengwa kwa ajili ya kilimo cha chai. Mkurugenzi huyo alifahamisha kamati hiyo kwamba shirika hilo linabuni sera ambayo itarejesha zaidi ya ekari 12,000 za chai zilizo katika ardhi ya huduma ya misitu ya Kenya. For an audit report to continuously pick an item across several years, it tells you from 2017 it has gone through the PIC report. It has not happened. It's now, entering another PIC committee. There will be a report out of this. We tell you go and rectify this land. Then you start stories again. If there is a contract between an agreement between yourself and the forest department, can we have it? Can you strengthen it? And if it's not there, the committee that will empower you to have it is this one. So that we can invite the CS in charge of forestry, we invite the CS in charge of agriculture, push them to the wall until they contract you, the two of you, so that you say, this is my land. You can now stand as somebody, an organization with that right. I totally agree with the committee. Some of the actions that we've taken do not seem to be serious enough to handle that. And Chair and honorable members, there is something we are working on currently, which we've said we are establishing a buffer zones policy, which will strengthen our presence in the areas where we operate. Na tuachane na hayo ya ardhi, tuangazie haya ya afya, ambapo mamia ya wagonjwa katika hospitali ya matibabu maalum ya Makueni mjini Wote wanateseka kutokana na kucheleweshwa kwa huduma za matibabu, huku matabibu wakiendelea kususia kazi. Mgomo huo umetatiza utoaji huduma za matibabu. Na hapo jana maafisa hao waliandamana wakilalamikia masuala ambayo hayajasuluhishwa licha ya juhudi za kujaribu kusuluhisha masuala hayo kupitia mashauriano na serikali ya kaunti hiyo. Ghadhabu za maafisa hao zimekuwa zikiongezeka na uamuzi wao wa kuandamana unaashiria kiwango cha malalamishi yao. Juhudi za waandamanaji hao kukutana na gavana Mutula Kilonzo Jr. zilitubuliwa na maafisa wa usalama wanaolinda afisi yake. Katibu mkuu wa chama cha matabibu nchini George Gibore alishutumu serikali ya kaunti hiyo kwa kukosa kushughulikia wasiwasi wao, ikiwemo kupandishwa vyeo kwa matabibu kupitia mwongozo kabambe. Leo hii huyu gavana aliyekuja ambaye ni Mutula Kilonzo ambaye ni mwanasheria amekiuka sheria, anaandika watu chini ya vile ambavyo inakubalika kisheria, na anawalipa malipo duni na anawalazimisha kufanya kazi, na hiyo tunaona kwamba si sawa. Kadhalika alishtumu kaunti ya Makueni kwa kutotii mwongozo wa kikazi wa tume ya kuajiri watumishi wa umma. Afisa mkuu wa afya Harvey Mbithi, hata hivyo, alikanusha madai hayo akisema kuwa kaunti hiyo iliwapandisha vyeo matabibu 510 mwezi Januari mwaka uliopita, huku usaili ukiendelea kwa maafisa wa afya wa vitengo mbalimbali. Alisema kuwa masuala ya wahudumu wa afya wa mpango wa afya kwa wote kuajiriwa kwa masharti ya kudumu yanashughulikiwa katika kiwango cha kitaifa. These are not issues that are affecting Makueni County alone. These are basically issues that affect clinical officers nationally. And so for that matter, we are waiting for national government to address these issues. Akikariri umuhimu wa kurejesha shughuli za kawaida kwenye hospitali hiyo kwa manufaa ya umma. Na maombi ya msamaha kwa wafungwa waliorekebisha mienendo yatashughulikiwa kwa njia yenye uwazi zaidi ili kuhakikisha usawa. Mkakati wa mwaka 2024 hadi 2028 wa kamati ya ushauri kuhusu msamaha POMAC pia unanuia kuimarisha ubora katika kushughulikia maombi ya msamaha. Kamati hiyo pia inahimiza umma kuwakubali wafungwa waliorekebisha mienendo ili kufanikisha juhudi hizo na hivyo kuleta jamii yenye usawa zaidi.
Kufuatia mapendekezo ya kamati ya ushauri kuhusu msamaha POMAC, Rais William Ruto katika kipindi chake amewasamehe wafungwa 37 waliokuwa wakihudumu vifungo virefu gerezani, kubadili hukumu ya kifo dhidi ya wafungwa 662 na kuachilia wafungwa 5,061 waliokuwa wamehukumiwa vifungo vya miezi 6 na chini. Joseph Kinyua aliyekuwa amehukumiwa kifungo cha miaka 27 gerezani ni mmoja wapo wa wale walionufaika na msamaha wa rais. Mine is to simply urge the president to forgive those behind bars, those who have served quite long. POMAC imezindua mpango wake wa mwaka 2024 hadi 2028 unaonuia kuwawezesha wafungwa waliorekebisha mienendo kupata msamaha na kutangamana tena na jamii. Kwanza kabisa tunataka tuhakikisha kwamba pardoning au kusamea wale wamefungwa inafanywa kwa njia wazi. Mpango huo unasitiza malengo 4 makuu: kuimarisha ubora katika mchakato wa kuwasilisha ombi, kuimarisha uwezo wa kitaasisi, kuwashirikisha zaidi wadau na kuimarisha uwazi katika kushughulikia ombi la msamaha. Do all this and we implement all this, there will be 2 results. Deserving convicted criminal offenders will benefit. Na mwakilishi mwanamke bungeni wa kaunti ya Nairobi Esther Passaris anapendekeza kutathminiwa upya kwa ushuru kuwakinga wasichana na wanawake ambao hawawezi kumudu gharama ya visodo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kampeni ya afya ya hedhi jijini Nairobi, Passaris alisema kuwa ukosefu wa visodo pamoja na hamasa duni husababisha wanawake na wasichana kukosa kufika shuleni au kazini, hivyo basi kuendeleza umaskini na ukosefu wa usawa. Huku zaidi ya wanawake na wasichana milioni 20 nchini Kenya wakikabiliwa na changamoto lukuki za afya hedhi, wadau mbalimbali wakiongozwa na shirika la Health Aid Assistance International wameanza mpango wa afya hedhi unaolenga kukusanya fedha za kununua visodo na kufadhili mipango ya uhamasisho. Haya yanajiri huku takwimu zikionyesha kuwa maelfu ya wasichana hulazimika kukaa nyumbani badala ya kwenda shuleni wakati wa hedhi. I've taken more than 700 girls back to school. And I'm pleased that 31 of them have gone to university. That is a great pleasure. Afisa mkuu mtendaji wa shirika hilo Joanna Mara alisisitiza haja ya juhudi za pamoja ili kukabiliana na tatizo hilo. It's not a choice. It's a natural biological process. Yet the way society responds to it determines whether a girl continues her education or drops out, whether a woman maintains her dignity or faces unnecessary hardship. We have the power to change the narrative. Mwakilishi mwanamke wa Nairobi Esther Passaris alisema ipo haja ya kukadiria ushuru wa visodo ili kutatua swala hilo. Just for sanitary towels like we have a tax for housing. Kenyans will be the first to say no, we don't want. But just to provide every woman in this country with a sanitary towel, the way men get condoms, we need to have a tax for sanitary towels. Tuangazie matukio kwenye kuta za mahakama ambapo mhubiri mmoja kutoka kaunti ya Narok ameachiliwa huru kwenye shtaka la kupokea shilingi milioni 2.6 kwa njia ya udanganyifu kutoka kwa mlalamishi. Hakimu Robinson Ondiek alisema mahakama imebainisha kwamba swala hilo lilitokana na kutoelewana kibiashara baina ya wawili hao ambao walikuwa wanafahamiana vyema. Mahakama ilikuwa imefahamishwa kwamba mhubiri huyo Johnson Nguku alikuwa mlezi wa mlalamishi Yvonne Kalechi tangu utotoni. Taarifa hiyo mtazamaji na nyingine zaidi ni kwenye kitengo cha Mizani ya Haki. Ilikuwa afueni kwa mhubiri Johnson Nguku kutoka kaunti ya Narok baada ya mahakama kumwachilia huru kwenye kesi ambapo alishtakiwa kwa kumtapeli mwanamke mmoja shilingi milioni 2.6. Kwenye uamuzi wake, hakimu mkuu mwandamizi Robinson Ondiek alisema mahusiano mengi ya kibiashara baina ya wawili hao hayakuandikwa kwani walikuwa wanaaminiana. There was no proof made in court, and the courts are concerned when a witness demonstrates that is not a trustworthy that the court can rely on.
Hakimu alisema mshtakiwa alikubali kwamba alipokea pesa hizo kutoka kwa mlalamishi Yvonne Kalechi kwa madhumuni ya kununua ng'ombe na kisha kuwauza, dhihirisho kuwa wawili wao walikuwa na uhusiano wa kibiashara. I'm convinced that the case has not been proved beyond reasonable doubt. I acquit the accused under 215 of the CPC and set him free, and the cash bail to be released to the depositor. There is 14 days right of appeal. Kwingineko, mahakama kuu itatoa uamuzi mnamo tarehe 2 mwezi ujao kuhusu uhalali wa mfumo wa uteuzi wa baraza la mashujaa mnamo mwaka 2024. Hii ni baada ya wakfu wa uhifadhi wa Safiri Salama kupitia wakili wao kumrai Jaji John Chigiti kuwapa muda zaidi wa kufanyia marekebisho stakabadhi za mahakama. This 142, the original 130 plus the additional 12, followed the same procedure that we are challenging. Jaji Chigiti alifahamishwa kwamba watu 12 wameongezwa kwenye orodha ya awali. Hata hivyo, afisi ya mwanasheria mkuu imepinga ombi hilo, ikisema orodha ya watu 142 iliwasilishwa kwa rais bila pingamizi zozote na kuchapishwa kwenye tovuti za baraza hilo. So the court will render its ruling on the second day of April 2025. Walalamishi waliwasilisha rufaa mahakamani kupinga mfumo na utaratibu uliotumiwa kuwateua mashujaa wa kitaifa. Kwenye safu ya biashara ni kwamba Kenya inapania kujumuisha matumizi ya akili mnemba katika sekta zote za kiuchumi katika kipindi cha miaka 5 ijayo. Kwa mujibu wa mkakati uliozinduliwa hapo jana na ambao utekelezaji wake utagharimu shilingi bilioni 150, waziri wa habari, mawasiliano na uchumi dijitali William Kabogo ameondoa hofu kwamba Wakenya watapoteza ajira kutokana na matumizi ya teknolojia. Kwa taarifa hiyo, mtazamaji, na nyingine zaidi ni kwenye kitengo cha kapu la biashara. Kwa mujibu wa mkakati madhubuti wa kidijitali wa mwaka 2022 hadi mwaka 2032, akili mnemba ama AI imebainishwa kuwa nguzo muhimu ya kuongoza ubunifu na ujasiriamali humu nchini, mbali huku umuhimu wa kuwapo kwa mpango mahususi wa matumizi yake ukiangaziwa. Waziri wa habari, mawasiliano na uchumi dijitali William Kabogo amesema mkakati huu utalenga vyuo vya mafunzo anuwai ili kubainisha talanta, mbali na kutunga sheria itakayowezesha wanaohitimu kutoka vyuo vikuu kuajiriwa kama maafisa wa akili mnemba. The question is not whether to adopt AI, but how we can lead in shaping its trajectory. Kenya must be at the forefront, not just a consumer of AI technology, but also a creator, innovator, and the thought leader. Kwingineko, wakulima wa kahawa wa nchini wanatarajiwa kupokea mapato ya kuridhisha kwa mazao baada ya kupokea ujuzi kwenye mradi uliodhaminiwa na serikali ya Italia kwa kima cha shilingi milioni 420. Mradi huo wa miaka 3 uliwalenga wakulima wa kahawa kutoka kaunti 7 ambao pia walipokea mafunzo kuhusu mbinu bora za kilimo. The Arabic has achieved significant results. Just to mention one, the creation of 7 new Kenyan coffee brands, 1 for each participating county. This represents a strategic step towards giving Kenyan coffee a strong and distinctive identity. Mwishowe, benki ya HF Group imenakili faida ya shilingi milioni 524.7 katika kipindi cha mwaka mmoja, kiwango kinachowakilisha ukuaji wa 35.2%. Faida hiyo iliyochochewa na ongezeko la 18.5% la riba ya mikopo na huduma nyingine kwa wateja. Licha ya faida hiyo, benki hiyo haijatangaza mgao wa faida kwa wenye hisa. Our interest income up 23% and non-funded income up 21%. We've kept a good control of costs. So it's a nice, steady growing business. Na michezoni ni kwamba Kenya ilijiongezea idadi ya nishani na kufikia 4 katika mashindano ya dunia ya wanariadha wazoefu
yanayoendelea Alachua, Gainesville, Florida, Marekani. Regina Mulathia alijinyakulia nishani ya fedha baada ya kumaliza wa pili katika shindano la kuruka kwa mapana kitengo cha W45 baada ya kuruka umbali wa mita 5.24. Melissa Foster wa Australia alishinda shindano hilo, ilhali Olutoyin Augustus wa Nigeria aliorodheshwa watatu. Kenya ilitarajia kujinyakulia nishani zaidi hapo jana wakati Daniel Kimeli Tanui aliposhiriki katika mashindano ya urushaji Sagai kitengo cha M60, ilhali wanariadha wa mbio fupi Elizabeth Mudhoka na Millicent Ndoro watawania nishani katika mbio za mita 200. Vitengo vya M50 na M35 mtawalia. Kufikia sasa Kenya imejishindia jumla ya nishani 4 zikiwemo dhahabu 2 na fedha 2. Mashindano hayo ya wanariadha wazoefu yanayofanyika ndani ya ukumbi yamewavutia jumla ya washiriki 4,000 kutoka mataifa 80 na yatakamilika Jumapili hii. Nalo shirikisho la soka nchini FKF limeanzisha uchunguzi kuhusiana na madai ya upangaji mechi dhidi ya mlinda lango wa Kakamega Homeboys Patrick Matasi. Katika kanda iliyosambazwa mitandaoni Alhamisi, Matasi anaonekana akifanya mazungumzo na watu ambao inakisiwa walikusudia kupanga michuano. Katika taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari, FKF inasema kuwa imeanzisha uchunguzi kwa ushirikiano na shirikisho la soka duniani FIFA, shirikisho la soka barani Afrika CAF pamoja na maafisa wa humu nchini. FKF imeahidi kuchukua hatua dhabiti pindi tu baada ya kukamilika kwa uchunguzi na watatoa mwito ama wametoa wito kwa yeyote aliye na habari kujitokeza na kusaidia katika uchunguzi. Matasi mwenye umri wa miaka 37 amevichezea vilabu vya AFC Leopards, Posta Rangers, Tusker FC na St George's ya Ethiopia. Alijiunga na Kakamega Homeboys msimu huu baada ya kuhama Kenya Police FC na amechezea timu ya taifa ya Harambee Stars mara 31. Wakati huo mwenyekiti wa kilabu cha Kakamega Homeboys Cleophas Shimanyula amesema kuwa kilabu hiyo itasubiri matokeo ya uchunguzi huo kabla ya kumchukulia hatua yeyote mlinda lango huyo. Na katibu mkuu wa kamati ya Olimpiki nchini Francis Mutuku ametangaza rasmi kuwania wadhifa wa kinara wa kamati hiyo wakati wa uchaguzi utakaofanyika tarehe 24 mwezi Aprili mwaka huu. Akizungumza alipokuwa akizindua waniaji wake hapa jijini Nairobi, Mutuku alisema kwamba iwapo atateuliwa atatekeleza matumizi ya teknolojia katika michezo, huku akiongeza kwamba atatoa nafasi nyingi kwa wanawake kujihusisha. Vile Mutuku aliahidi kutilia maanani matakwa ya wanariadha na kuongeza idadi yao katika kamati hiyo. Kinara wa sasa wa kamati hiyo Paul Tergat hatatetea wadhifa huo baada ya kukamilisha kipindi cha mihula miwili. In that we need to change our country. We complain a lot of times. They normally say if you want to pick a conversation with a Kenyan, complain about something. And if you are sitting number 3, hizi barabara siku hizi au watu, you pick a conversation very fast because of a complaint. But you also feel that people should be able to change the narrative of our country. And today, I stand here ready to change the narrative of the country in terms of what leadership is. Mtazamaji, dakika 2 tu zimesalia igonge saa 1 juu ya alama. Na hapo ndipo napotia kikomo kwenye taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi hii ya leo. Lakini kipindi cha Kuzacha kinaendelea, manake kitengo kifuatacho sasa ni mambo bayana, ambapo mwenzangu Nancy Onyancha atakuwa anazungumzia swala kuhusu hamasisho dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya vyuoni, akiwahusisha Joshua Kinyua ambaye ni msimamizi wa wanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, na vile Rose Marete ambaye ni kaimu mkurugenzi wa michezo katika chuo hicho kikuu cha Nairobi. Kutoka kwangu mimi ni Kamchemenza, niruhusu nikuage, lakini tufanye vipi hivi tena Ijumaa ijayo nikiwa nakutakia weekend njema. Masalamu.